Wakamsahau Mungu aliyewafanikisha, anayewalinda, anayewatunza maisha yao, anawapigania. Wakamsahau Mungu kwa sababu waliishi katika maisha ya starehe na utulivu wa kutosha. Biblia inatuambia, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia baada ya kumsahau Mungu wakaamua kujitengenezea miungu ya sanamu, wakatengeneza miungu yao watakayoiabudu. Ni hatari sana, na Biblia inatuambia ni hatari kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Unapotoka mikononi mwa Mungu aliye hai, kuna hatari inafuata. Maana yake unajitengenezea mazingira ya kuingizwa utumwani na adui. Biblia inatuambia kwamba baada ya kumsahau Mungu, kilichofuata ni kipi wapendwa? Kilichofuata ni kwamba Mungu akaruhusu Nebukadneza aje awakamate, auzuru Yuda, akamate mfalme wa Yuda ambaye alimpeleka utumwani Babeli, ambapo kule Babeli waliishia kilio kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuhangaika, wakatoka katika ile nuru ya Mungu, wakatoka katika msaada wa Mungu, wakajikuta tayari wako kwenye kibano, maisha yanawabana, maisha yanakuwa ni hali ngumu. Mungu akaruhusu wapelekwe kule, na kusudi la Mungu ni moja tu. Alitaka awapeleke shule ya kumjifunza Mungu, aweze kuona kwamba Mungu yule tuliokuwa tunamwabudu ni Mungu wa tofauti gani. Kwa hiyo usije ukaona ya kwamba watu wa Mungu wanapita katika mapito ya aina mbalimbali, wanapita katika mateso, wanapita katika magonjwa, wanapita katika maisha magumu, ukaanza kuwadharau. Mungu aliona kwamba mambo kama haya tayari yamekwisha inuka. Kuna watu wanaosema kwamba wale walionusurika wamekuwa na bahati nzuri, ni kwamba wao ni watenda mema. Lakini nachotaka kuambia sivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sivyo. Wale Mungu aliwapeleka kule ili akapate kuwafundisha. Ameruhusu majaribu yale yaingie apate kujifundisha. Lakini watu wa Mungu kwa siku za leo, inawezekana kwamba kuna mambo ambayo Mungu ameyaruhusu kwako, lakini hutaki kumtafakari Mungu kwamba ni Mungu wa namna gani ninayemwabudu, bali unaingia kujitetea. Na wakati wengine wanajitetea katika hali ambayo wamejitoa kabisa mpaka kwenye uwepo wa Mungu. Lakini wana wa Yuda walimgeukia Mungu, wakalia mbele za Mungu, mioyo yao ikaanza kukaa sawasawa, ikaanza kujirekebisha, wakaanza kuingia kwenye majuto, na Mungu wa mbinguni akamuinua nabii Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Akamuonyesha ufunuo, akamuonyesha vikapu viwili. Kikapu kimoja kimejaa tini nzuri sana zilizowiva, zinazofaa sasa kuliwa. Lakini kikapu kingine akaonyesha kwamba kina tini mbovu ambazo zimeharibika, wala hazitamaniki, hazifai kuliwa. Ndipo Mungu akamuuliza Yeremia kwamba umeona kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Umeona nini? Akasema ninaona tini. Akaeleza jinsi alivyoona, kwa sababu ni maono magumu yanamhitaji Mungu, na Mungu akamwambia kwamba maono haya uliyoyaona, nisikilize sasa nikueleze kwamba umefika ni wakati ambao nitawarudia watu wangu, wana wa Yuda, kule katika nchi ile ya Babeli, na kuwarudisha tena. Nitakaa nao wamejifunza mimi, wataishi na mimi, watakula na mimi, macho yangu hayataondoka kwake. Inapendeza sana pale ambapo mtu wa Mungu amepita kwenye mapito, lakini kaamua kumrejea Bwana. Unajua, wakati wanapelekwa kule, Mungu hakuongea kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Aliongea chochote kulingana na wale hatua walioichukua. Ile hatua walioichukua ndio ilimfanya Mungu akamwinua Yeremia, akasema tena kwa habari zao, akasema nitawarejesha tena, kwa sababu sasa wamenoleka, kwa sababu sasa wametubu, kwa sababu sasa wamejitengeneza, kwa sababu sasa wananifaa. Walikuwa wanifai, sasa wamenifaa. Mungu anapenda kumtengeneza mtu ambaye hakufai apate kumfaa Bwana, awe chombo kizuri kwa Bwana. Ni wewe tu hujajitambua
inawezekana katika mapito unayoyapitia kwako yamekuwa ni magumu kiwango ambacho umemwona Mungu kana kwamba hayuko pamoja na wewe. Mengine ni Mungu ameyaruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Mengine Mungu ameyaruhusu ya kutengeneze. Maana yake huko kwenye shule ya Mungu, ili Mungu akurejee tena. Na anasema atakapokurejea ni kwamba macho yake hayatageuka, hayataondoka kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naye itapendeza kwa sababu umemrejea Mungu aliye hai, na Mungu hatakuacha. Jaribu ambalo umelivuka kwa ushindi, kwa kumwamini Mungu, kwa kumpenda Mungu, ni hakika halitarudi hilo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaomba Mungu kwa neema yake ushinde kuvuka hapo ulipo. Ninaomba Mungu kwa neema yake akutie nguvu. Ninaomba Mungu sasa ifike mwisho akukumbuke tena, kama alivyokumbuka wana wa Yuda katika ile nchi ya Babeli wakiwa mikononi mwa Nebukadneza. Hakika ndivyo atakavyokukumbuka. Mungu hawezi kumwacha mtu wake akakaa na akaangamia hata siku moja, bali utajiangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Watakayejiangamiza ni wewe mwenyewe, kwa kumkinai Mungu, kwa kumwona Mungu hafai, kwa kumwona Mungu kwamba hakufai tena, kwa sababu ameshindwa kukutetea. Mungu hajashindwa kukutetea. Wakati mwingine kama unaushupaza moyo wako, anaweza akaongeza tena siku za kukaa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jinsi utakavyonyenyekea, jinsi utakavyoshuka, jinsi utakavyojiachilia kwa Bwana, ndivyo Mungu naye anakukusudia mema. Biblia inasema Mungu anatukusudia yaliyo mema saa zote, dakika yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu akatufundisha akasema, mshukuruni Mungu katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unapita, inatakiwa mshukuru Mungu, kwa sababu usingepita wewe usingekaa uombe, usingepita wewe usingekaa ufunge, usingepita usingekaa uje kanisani, kwa sababu wanaojiona kwamba wako vizuri hata Mungu wa kumwabudu kanisani wanaona hawafai. Bwana Yesu asifiwe.